Naam, katika utoaji wa zaka kwa dhahabu, kwanza lazima kuna baadhi ya masharti yatimie. Ndio. Ya kwanza ni kwamba lazima ile dhahabu inayomilikiwa iwe imefika kiwango. Na kiwango cha chini ni gramu 85. Kwa hivyo anayemiliki dhahabu kiwango cha gramu 85 na zaidi, na mwaka unazunguka, inakuwa ni yenye kutolewa zaka. Ndio. Sasa hii dhahabu ni dhahabu aina gani? Kwanza, ikiwa ni dhahabu ambayo ikiwa mtu ananunua na anauza dhahabu hizi, zaka yake itakuwa kama biashara, kwamba ananunua na anauza. Lakini ikiwa ni dhahabu peke yake kama madini, ni kwamba lazima awe amemiliki zile gramu ambazo tumezitaja na zaidi. Na anaitolea zaka asilimia ya 2.5, 2.5%. Ikikuja katika sehemu ambayo kwa wanawake, ya kwamba wanamiliki dhahabu, aidha ni bangili ama ni mkufu ama ni aina yoyote ambayo ni kwa ajili ya mapambo. Ndio. Hapa haitolewi zaka. Na imeelezwa kwamba ingawaje kuna ikhtilafu ya wanavioni, ya kwamba kuna wale wanasema zaka inafaa kutolewa kwa yale mapambo, kuna wale wanasema haifai kutolewa zaka. Kwa hivyo tunamsimama kwamba haitolewi zaka, kwa sababu ni kama nguo zako mtu anavaa. Huwezi toa zaka kwa kila ambacho unakitumia kila siku. Kwa hivyo hapa italingana ni nia gani alionayo huyo mwenye hii dhahabu na fedha. Na kisha ikiwa mtu ako na dhahabu ama fedha kwa ajili ya kuwekeza au kwa ajili ya savings, hiyo inatolewa zaka. Lakini ikiwa ni kwa ajili ya mapambo, hakuna zaka. Sasa hapa ni nia ndio inaangalia. Kwanza, ikiwa ni kwa ajili ya kujipamba ama mapambo, hakuna zaka. Lakini ikiwa ameweka nia kwamba hii ni investment ama nimesave pesa pale ndani, ya wakati wote naweza ibadilisha katika pesa, hiyo inakuwa ina zaka ndani yake. Okay. Naam.